Watazamaji wa Keme TZ Media, leo tutaenda kuona faida ambazo mtu anayefanya mazoezi, awe mdada, awe mkaka, awe mama, awe baba. Kwamba hapa tunaenda kuzungumzia sana sana wale wanaoenda gym wanapata faida gani pindi wanapoenda kupata yale mazoezi. Kama tunavyojua, cha kwanza kabisa unavyokwenda gym lazima uwe na malengo. Inaweza ikawa malengo ya kupunguza uzito au ya kuongeza uzito. Na mazoezi yapo ya aina nyingi tofauti tofauti. Kwa leo twende tukaone kwa ujumla, ukiacha hizo faida za kupunguza uzito, sawa, au za kuongeza uzito. Kwa leo twende tukaone faida, alafu tukipata nafasi tutaenda kuona ni vyakula gani ambavyo vya kutumia ili uweze kupunguza uzito ukijumlisha na hayo mazoezi, na vyakula gani utumie ili uzito uongezeke ukijumlisha na hayo mazoezi. Basi mpo na mimi mtaalamu wenu Dr. Kenny Edwin. Faida ya kwanza, kama tunavyojua, mtu anayeenda kufanya mazoezi maanake anaenda kuimarisha misuli. Sawa? Misuli inaenda kutengenezwa na inakuwa katika ukakamavu, kwa maana kuondoa ile hali ya ulegevu. Kwa hiyo unavyonyanyua kitu kizito na kukifanya kiwe katika kujizuia, maanake unatengeneza uimara wa misuli yako pamoja na maungio yako. Sawa? Faida nyingine, inaenda kutengeneza, kuna kitu tunakiita metabolism boost, kwa maana ile hali ya mwili kujimeng'enya, yani ile hali ya yale mafuta, kwa maana tunaita calories, zile zinakuwa zinavunjika vunjika, yani zinatoka katika ile hali yake ya ukubwa, zinavunjika vunjika na kuwa ndogo, kwa maana tunazungumzia hayo mafuta. Kwa ile ya kwanza tumeiona, ile ya kukuza misuli, sawa, na kuitengeneza kuwa imara, maanake ile labda kwa mtu ambaye ana kilo chache anataka kuongeza, maanake ile inachangia. Alafu hii ya kuvunja vunja mafuta, kwa maana hizo calories, maanake mwenye kilo nyingi anataka kuzipunguza ziwe chache. Na pia faida nyingine ambayo inaweza ikatokea hapa inahusiana na mambo ya moyo. Kwa maana ukifanya mazoezi vizuri na kila wakati, maanake inaimarisha mzunguko wa damu mwilini. Maanake itasaidia moyo wako uweze kusukuma damu vizuri, kwa maana ya kupump blood, pia kutengeneza mapigo ya moyo yaende vizuri. Pia itakusaidia kujenga sukari yako au kuidhibiti sukari yako ya mwili iwe vizuri. Sawa? Pia kingine, tukiacha masuala ya mwili na yani mwili kwa ujumla, pia kuna kitu ambacho wengi huwa tunakutana nacho, kwa maana issue za ubongo. Sasa hapa tunaenda kwenye issue ya afya ya akili, kwamba unapofanya mazoezi afya yako ya akili inakuaje. Cha kwanza kabisa, ile hali ya tunaita mood, kwa maana si tuseme muonekano, si tuseme feelings, kwa maana ya hisia, basi inakuwa iko vizuri, kwa maana mtu anayefanya mazoezi mara kwa mara, basi afya yake ya akili inakuwa iko vizuri, hususa kwenye swala la kihisia au masuala ya kimawazo,
kwa maana hapa mawazo yanapotea, wasiwasi unapotea, pia msongo wa mawazo unapotea, kwa maana tunaita huwezi kuwa na sonona. Kwa mtu ambaye anaenda gym, mtu anayefanya mazoezi, hawezi kuwa na sonona, hawezi kuwa na wasiwasi, hawezi kuwa na mawazo kupindukia, kwa maana ile hali ya feelings, kwa maana hisia, anakuwa yuko vizuri kabisa. Sawa. Kingine pia inasaidia kwa maana ile hali ya kulala, kwamba kama tunafahamu kwa wale wanaofanya mazoezi, maanake mwili unachoka. Kwa mwili ukichoka, hauna mawazo, uko happy, lazima tu usingizi utakuja, na zile ndoto za ajabu huwezi kabisa kukutana nazo. Kingine ambacho kinaweza kusaidia, hasa hapa tunazungumzia kwa wale wana mazoezi na pia wana michezo. Kwa maana kwa sababu misuli inaimarika, maungio yanaimarika, kwa hiyo inakusaidia usiweze kupata majeraha ambayo hayana msingi wowote. Na wakati mwingine inakusaidia pia yale maunganiko, kwa maana ya kihisia, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine linakuwa linafanyika vizuri, kwa maana kwenye swala la kufikiria, mahusiano kati ya ubongo na mguu, pia mahusiano kati ya ubongo na mkono, mahusiano kati ya mkono na mguu. Kwa wanaofanya mazoezi, basi wanakuwa vizuri. Pia kama kawaida tusisahau, kwenye mazoezi pia yanatengeneza faida ya kujamiiana, kwa maana kuingiliana, kwa maana kufahamiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, kwa maana mahusiano yanatengenezwa kupitia mazoezi. Kwa hiyo kama mtu alitoka nyumbani na mahasira, akifika kwenye mazoezi, akishafanya mazoezi, anakuwa happy, anarudi nyumbani vizuri, anaimarika vizuri. Basi leo kwenye faida hizo za mazoezi, hususa kwa wale wanaoenda gyms, basi tumeziona hizo. Mlikuwa nami mtaalamu wenu Dr. Kenny kutoka Kemetz Media. Next time tutaenda kuungana na moja ya gym ambayo ipo mkoani Iringa kwa ajili ya kupata ABC kuhusiana na aina ya mazoezi. Tutaenda kutembelea na tutajifunza, na tutaona hayo aina ya mazoezi ambayo ukiyafanya hata ukiwa nyumbani yanaweza, kwa hapa tunazungumzia kwa wale ambao wanaokosa muda, unaweza ukayafanya hata wewe mwenyewe ukiwa nyumbani, yanaweza yakakusaidia kupunguza kilo kwa maana uzito, au kuongeza kilo kwa maana ya uzito. Asanteni sana, msisahau kusubscribe, msisahau kushare na comment. Na hiyo gym tutakayoenda kuiona inaitwa Focus Health Gym. Kuisha kwa somo hili ni mwanzo wa somo jingine.